Wiper Kalonzo Musyoka amepuuzilia mbali azma ya ruwaza ya Rais William Ruto ya kuwepo kwa mazungumzo baada ya ruwaza ya mwaka 2030. Kalonzo amesema kuwa tayari rais ameshindwa kuendeleza siku ya taifa la Singapore kama alivyoahidi. Vilevile Kalonzo amepuuzilia tetesi za kuungana na Rais William Ruto na kueleza picha zilizosambaa wakiwa pamoja zilienezwa na wandani wa Rais Ruto ili kuwapotosha Wakenya. Isaac Musyoka anaarifu. Siku chache baada ya Rais William Ruto kutangaza azma yake ya kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa baada ya ruwaza ya mwaka 2030 kujongea karibu. Kinara wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka amepuuzilia ndoto ya Rais William Ruto akisema tayari rais hajatimiza aliyoyaahidi wa Kenya kama ndoto ya kuendeleza Kenya kama taifa la Singapore. President Ruto talked about a new vision. And I can tell you one thing, 1 year, because tomorrow is the 1st of August, 2026. The next August will be election August, precisely on the 10th of August. Therefore, it appears to me that that national conversation William Ruto is talking about is out of step. Kenyans want to have conversation with William Ruto on the ballot box in August next year. To develop that national vision, my fellow citizens, you really need proper consultation, not one man's vision. Because one man's vision will start with, we are a hustler nation, then that gets forgotten after you go into office. We are Mama Mboga and others. Then you are saying, we are going to Singapore. People have forgotten the route to Singapore. Akizungumza eneo la Yatta, kaunti ya Machakos, Kalonzo amepuuzilia mbali tetesi za kuungana na Rais William Ruto, akibaini kuwa picha zilizosambaa mitandaoni wakiwa pamoja zilitumwa na wandani wa rais ili kuwapotosha Wakenya. We presented to the late Raila Odinga, who was a co-convener. And we also gave at 5 o'clock a copy of that document. That is what has been circulating in the social media as having been in State House. That was in March last year, when we went to present that report to William Ruto. So even William Ruto's bloggers are not honest people. I was almost getting a heart attack. Propaganda can take us back, but I pray, let us stand strong and pray for this nation, not forgetting His Excellency Kalonzo Musyoka. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. akibaini kuwa matamshi ya mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed kuwa wabunge walilipwa kumfurusha Rigathi Gachagua ni ya kutamausha na ilidhihirisha tamaa iliyo na viongozi wale. When I listened to what Junet Mohamed said, people took money to violate the constitution, to remove Rigathi Gachagua. Watu walipatiwa 10 million. What can these people do to sell this country? We have to transform this nation. There are people who think wakiona kuku, that is a story, that a chicken can lay eggs, that you can actually drive on tarmac, that people can wear trousers. Ladies and gentlemen, we don't want a vision 2060. No. Isaac Musyoka, Undugu TV.